Kwa mara nyingine baada ya miezi kama 9 hivi tulipoachana hapa, leo tunakutana tena. Tumekuja hapa kwa ajili ya kukabidhi maamuzi ya Mahakama Kuu ya Tanzania kutokana na shauri ambalo tulilifungua la kupinga maamuzi ya kamati za TFF. Bahati nzuri tarehe 30 mwezi uliopita wa mwezi wa 10, Mahakama Kuu ilitengua maamuzi yaliyofanyika ya kunifungia kushiriki masuala ya mpira wa miguu. Sasa baada ya maamuzi yale kufanyika, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunarudi katika mazingira yale yale ambayo tulikuwa kabla maamuzi ya kamati hayajafanyika. Na kwa maana hiyo, baada ya maamuzi yale tarehe 30, naendelea kuwa makamu wa rais wa TFF. Kiutaratibu, baada ya maamuzi kama yale kufanyika, zinapaswa zile pande zinazohusika na ile kesi kujulishwa, lakini kwa kuwa wao pia walikuwepo, lakini tumechukua katesi kuja hapa kwa ajili ya kuwakabidhi ili utekelezaji wa maamuzi ya mahakama uanze mara moja. Isiye katokea mtu akasema kwamba yeye hakuwa na taarifa ya maamuzi ya mahakama au nini. Kwa hiyo tumefanya hivyo kwa nia njema tu, kwa maana ya kumsaidia mtu asiye akasema kwamba hajapata. Kwa hiyo sisi tumeleta uamuzi wa mahakama pamoja na maagizo mengine ya mahakama kulingana na shauri tulilokuwa nalo kwa rais wa TFF, kumjulisha kwamba sasa maamuzi yaliyo halali kwa mujibu wa sheria za nchi hii ni hayo. Kumetokea dhana nyingi za kupotosha, wengine wanazungumza si masuala ya michezo ya mpira haendi mahakamani. Labda kwanza niwasisitize kwamba kilichokwenda kuzungumzwa mahakamani ni uvunjifu wa sheria ambao ulifanywa na zile kamati, na ndio maana mahakama ikajiridhisha na kufanya maamuzi yale. Kopi ya hukumu mtaweza kuzipata kwa sababu tutaziweka katika mitandao, ili wale watu ambao wanataka kusoma na kufahamu wanaweza kusoma kwa details kwamba mahakama ilifikia uamuzi huu kutokana na sababu zipi. Lakini pende pia kuambia katika shauri letu wenzetu TFF walikuwepo tangu tulipofungua shauri hili tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka huu. Lakini kabla ya kufungua shauri hili tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka huu, tuliandika barua kwa TFF tarehe 16 mwezi wa 4 tukiwajulisha taratibu za kwenda kwenye usuluhishi, na tukawapa siku kadhaa ili watujibu, lakini hadi ninavyozungumza na wewe sasa hivi hiyo barua haikuwahi kujibiwa. Kwa maana hiyo ilibidi lazima sasa tutafute njia nyingine ya kwenda kutafuta haki, kwa sababu tulishawaandikia barua tarehe 16 mwezi wa 4 tukiwaeleza kwamba tuko tayari kwenda kwenye usuluhishi kwa mujibu wa sheria za usuluhishi za nchi, lakini wao wenzetu wakaamua kunyamaza kimya mpaka ninavyozungumza, kwa sababu hawakutaka kwenda kwenye usuluhishi. Na sasa kama ukitaka kwenda kwenye usuluhishi, kinachofuata ni kwamba lazima uende kwenye chombo kingine ambacho kwa mujibu wa sheria nchi hii na kwa mujibu wa katiba nchi hii ndio chenye mamlaka ya mwisho kutoa haki kwa wananchi wake au kwa mtu yote ambaye yuko ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo hayo ni maamuzi ambayo yamefanyika, na nipenda kusema kwamba wenzetu walishiriki na sisi wakati wa mjadala, wakati wa kesi nzima kwa miezi 9 yote, na wameshiriki kamilifu. Kwa hiyo nadhani wanafahamu kwamba nini kilizungumzwa na nini kimezungumzwa na nini kinapaswa kufanyika. Basi baada ya kusema hayo machache, nipende tu kusisitiza kwamba kwa mujibu wa taratibu zilivyo na sheria zilivyo, mahakama inapokuwa imeshatoa maamuzi, kinachofuata ni mawili: aidha unatekeleza maamuzi ya mahakama au unakwenda kukata rufaa dhidi ya maamuzi ya mahakama hiyo kwenye mahakama ya juu zaidi. Usipotekeleza maamuzi ya mahakama na huku ukati rufaa
maana yake ni kwamba unadharau mahakama. Sasa si jambo zuri kwa taasisi ya umma kama hii huwa ndio chombo cha kwanza kuanza kudharau maamuzi ya mahakama, kitu ambacho sidhani kama mahakama zetu zitakuwa tayari kuona kinafanyika au serikali yetu itakuwa tayari kuona mahakama zinadharauliwa. Kwa hiyo ningependa nakisitiza kwamba njia bora ni mbili. Hiyo moja, kupokea na kutekeleza uamuzi wa mahakama, ama la, kama ukuridhika basi unakata rufaa katika mahakama ya juu zaidi. Na uamuzi wa mahakama huu uliofanyika, kama nilivyosema, tutaupeleka FIFA kama ambavyo barua ya kutaka kufanya usuluhishi tulioandikia na tulinakili kwa FIFA, basi na uamuzi huu wa mahakama tutaupeleka tena FIFA ili nao wajue kwamba kuna nini ambacho kinaendelea katika soka la Tanzania. Kwa kufanya hivyo tutasaidia mambo mawili. Moja ni kuangalia mapungufu ambayo yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara kwenye katiba, kwenye kanuni za uendeshaji za mpira wa miguu. Hivyo kutoa fursa kwa watu wengine ambao wengi wamekuwa wakionewa au wamekuwa hawapati haki zao katika vyombo ambavyo viko wenyewe katika shirikisho letu. Wanapata haki kwa aidha kufanya marekebisho ya kanuni au kufanya marekebisho ya katiba ili wengine wasiingie katika matatizo haya. Kama tunakumbuka huko nyuma, kabla ya uchaguzi uliopita, tulikuwa hatuna kitu kinaitwa kamati za maadili wala kamati ya rufaa ya maadili hatukuwa nazo. Lakini kutokana na sintofahamu zilizotokeza wakati ule, basi FIFA ilipoingilia kati ndio zikaanza kuundwa kamati za maadili. Lakini kwa bahati mbaya tena nyingine ni kwamba ukisoma katiba ya FIFA kwenye ibara nafikiri 56 na kwenye 16-15 inaelezea utaratibu wa kamati za maadili zinazopaswa kuundwa, zinaundwaje, nani anaziunda, majukumu yake yakoje, kama ambavyo zinataka. Lakini kwa bahati mbaya za kwetu hizi hazikuvundwa kwa kutumia maelekezo yale ya FIFA. Ndio maana tunasema kwamba bado tuna nafasi ya kuwataka FIFA waje ili waweze kuja kuona nini kinabadilika. Lakini la tatu ni kwamba bado tutakutana na Mheshimiwa Waziri, tunatafuta nafasi ya kukutana na Mheshimiwa Waziri Mwakembe ambaye ndio msimamizi wa michezo kwa mujibu wa sheria za nchi hii, ili tuweze kuzungumza naye na kuweza kumweleza na kuona nini serikali inaweza ikachangia katika kusaidia kuboresha haya mapungufu ambayo yanajitokeza. Kwa sababu na amini usiamini, kwa mara ya kwanza kwenye historia ya Tanzania haijawahi kutokea wajumbe 3 wa kamati ya utendaji wanafungiwa maisha kwenye historia ya Tanzania. Na kwenye historia ya Tanzania haijawahi kutokea mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi anafungiwa. Ni peke yake Tanzania kwenye kipindi cha miezi 6 ya utawala huu limejitokeza hili. Kwa hiyo ni wazi kwamba kuna tatizo. Kwa sababu kote kule kulikuwa kuna viongozi wamekwenda wamerudi, wengine wamepita, lakini hili halijawahi kujitokeza. Na hizi sheria zilikuwepo. Kwa maana ni kwamba kuna tatizo ambalo sasa hivi lipo, linahitaji attention ya haraka sana. Sio kwa sababu yangu mimi, lakini kwa sababu ya mpira wenyewe na kwa sababu ya viongozi na Watanzania wengine waliopo. Inawezekana pia hata labda mfumo wetu wa kupata viongozi hauko sawa, ndio maana tunaingia katika haya matatizo. Lakini wakati tunamaliza uchaguzi, FIFA ilituambia pale Dodoma kwamba mna tatizo la kikatiba. Kwa hiyo nadhani sasa hivi ndio inaanza kureflect kwamba tatizo la katiba ni kweli lipo, kwa sababu haiwezekani wajumbe wa kamati ya utendaji ambao ndio bodi ya utekelezaji hiyo juu kabisa, 3 wanafungiwa pamoja na mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi anafungiwa wote maisha katika kipindi kisichozidi miezi 6 ya utawala, pamoja na makamu wa rais. Haijawahi kutokea. Kwa hiyo kuna tatizo hapa. Hili si jambo la kuliangalia tu hivi tukafikiri kwamba lengo la kawaida. Si la kawaida hata kidogo. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi sasa, pamoja na waandishi wa habari, tupige kelele, tutafute ufumbuzi, tuangalie katiba ya FIFA, tuangalie katiba ya CAF, tuangalie majirani zetu. Kwani majirani zetu hawakoseani? Majirani zetu ni watakatifu, nao wana matatizo madogo, lakini kwa nini haya yitokeze mwaka huu kwa Tanzania peke yake na si na watu wengine? Kwa hiyo na bado mpira wetu sio kwamba tuna mpira wa juu sana kiasi kusema kwamba tunahitaji sisi tumefika juu kwa sababu ya vitu hivi, lakini bado anayemnyoshia mwenzake kidole sidhani kama naye yuko salama sana. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema kwamba bado tunaamini, na mimi naamini, na kama nilivyosema nitamtafuta Mheshimiwa Waziri Mwakembe nipate nafasi ya kuzungumza naye, lakini options zipo. Inapofika mahala hapa tuna amri ya mahakama ambayo lazima itekelezwe.
lakini hapa tunaweza kuwa na watu ambao maybe hawataki kutekeleza amri ya mahakama. Sasa usipotekeleza amri ya mahakama maana yake nini? Hiyo ni jinai kwa mujibu wa sheria ya nchi. Lakini sasa mpira tunaupeleka wapi? Sasa lazima tufike mahala tutafute njia katikati ya kupata solution ya matatizo tulionayo.